بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, tunaendelea mbele na kipindi chetu cha funga ya Ramadhani. Leo tunaingia katika adabu au namna ya mtu kufunga Ramadhani. Anapaswa ajitambuaje au afanyaje, vitu gani anavyotakiwa afanye katika funga Ramadhani. Aliyefunga anapaswa, yani tabia yake au na tabia gani? Tunaanzia billahi tawfiq. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kunemesha neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa, atuwezeshe na atupe kufikia katika mwezi wa Ramadhani, na atupe nguvu na namna ya kufunga mwezi huu, na kama atupe kufanyia ndani yake ibada nyingi sana. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu akubali funga yetu na amali zetu ambazo tutakuwa tumefanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa na adabu. Ndugu zangu wasikilizaji, Uislamu ni dini ambayo ametupa Mola wetu namna ya kutengeneza uhai wetu, namna ya kutengeneza afya yetu, namna ya kutengeneza hali na namna ya kuishi katika hii dunia. Tukiishi tukiwa ni watu ambao wanapaswa kabisa wawe ni watu wazuri, wawe ni vigizo kwa wengine, tuwe ni vigizo kwa wengine, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'an, anasema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Enyi Waislamu, enyi watu Waislamu, nyinyi ni umma bora, nyinyi ni umma bora Mwenyezi Mungu aliyowachagua kutoka katika umma zingine zilizotangulia mbele yenu. Nyinyi ummati Muhammad ni umma bora kabisa. Kwa sababu gani? Ta'muruna bil ma'ruf, kwa sababu nyinyi ni watu ambao mnafundisha, ni vigizo, mnawaonyesha watu njia ya kufanya mema, namna ya kufanya vizuri, namna ya kutengeneza katika baina ya watu na kuitengeneza dunia kama alivyoiweka Mwenyezi Mungu ikiwa ni safi, na nyinyi mnajaribu kuwafundisha wengine. Ni vigizo kwa watu. Anayetaka kuwa na adabu nzuri, anayetaka kuwa na kizazi kizuri, anayetaka kuwa na tabia nzuri, na anayetaka kuwa na afya nzuri, lazima aigie kwenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyinyi mnamcha Mwenyezi Mungu. Watanhauna 'anil munkar, na mnayakataza mabaya. Mkiyaona mabaya yanafanyika, nyinyi hamniangalii tu, hamtizami tu, hamchekelei tu, bali mnaepusha na mnafundisha na mnakataza kwa njia iliyokuwa nzuri, kwa njia ya kutengeneza, sio kuyakataza mabaya kwa njia ya kuharibu, la, bali nyinyi ni watu wenye busara katika mafundisho yenu. Nyinyi ni watu wenye busara katika mafunzo yenu. Nyinyi ni wenye busara katika hali ambayo mnaishi katika watu. Kwa sababu dini ya Uislamu Mwenyezi Mungu ameiwekea kila jambo, amewekea kila kitu, ametengeneza chochote utakachokihitaji katika maisha yako ya duniani. Lazima uulize Uislamu, uulize Qur'an, umuulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameendaje na jambo hili, ametengenezaje na jambo hili. Kwa hiyo kama ni kuzaa, utamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muislamu anayetaka kuzaa atazaa vipi? Anayetaka kula atakula vipi?
Anayetaka kukaa atakaa vipi? Anayetaka kulala atalala vipi? Anayetaka kufanya jambo lolote katika uhai wake hapa duniani ili atengeneze na atengenezewe na maisha yake, atakuwa vipi? Atakufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutokana na hayo basi, Uislamu Mwenyezi Mungu akauchagua Uislamu kuwa ndiyo njia pekee ya kweli ya haki, ambayo ndiyo njia ya kumtambua vizuri Mola wako. Ndiyo njia pekee ya kumtambua Mola wako, na ukisha mtambua Mola wako utafuata yale anayekuamrisha nayo, anayokufundisha, kwa sababu umechaguliwa wewe uwe ni wewe kiigizo kwa wengine. Kwa hiyo mafundisho ya Uislamu, Mwenyezi Mungu ametuwekea funga ya mwezi wa Ramadhani. Funga ya mwezi wa Ramadhani. Hii funga ya mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu amemwekea mwanadamu ili apate kuyapata yale mema katika uhai wake hapa duniani, na ayapate mema zaidi kesho yaumul qiyama, siku ya mahesabu, siku ya malipo. Mwenyezi Mungu aje amlipe kati hali ya kuwa yeye ametengeneza hii dunia, ametengeneza maisha yake hapa duniani, ametengeneza maisha yake katika kuishi na wengine, ametengeneza maisha yake katika kutengeneza baina yake na Mola wake, kwa sababu funga ni ya Mwenyezi Mungu. Funga ni ya Mwenyezi Mungu, hakuna mwenzie, hakuna ambaye anayelipia. Ni Mwenyezi. Katika ibada zote Mwenyezi Mungu amejiwekea funga ikawa ni ya kwake, kama tunayoipata kutokana na hadithi sahihi inayopatikana katika Sahihain Bukhari na Muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kullu amali ibn adam lahu, kila vitendo au kila matendo ya mwanadamu ni yake. Yani hujua mambo ya kulipwa, malipo yake huyapata pale pale. Baadhi yayo malipo huyu mwanadamu anaifahamu, anajua kwamba nikisoma Qur'ani, Mtume Muhammad ameniambia kwamba kila herufi nayo isoma katika Qur'ani napata ujira au napata thawabu 10. Kwa hiyo nikisoma Qur'ani yote au herufi gani ambazo ukizihesabu utajua malipo uliyoyapata. Na aliyesali ni hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba aliyesali katika jamaa atapata 27 daraja, atapata malipo ya atakuwa ni 27 malipo, atapata ngazi. Kwa hiyo mengi yote utayajua kwamba hii nikifanya hili nitapata hili, lakini funga amejiwekea mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema kwamba kullu amal bin adam lahu, kila vitendo au kila matendo ya mwanadamu mazuri, haya yanayosemekana haya ni yale mazuri, ni ya kwake huyu mwanadamu, hujua malipo yake. Anasema kwamba illa saum, isipokuwa funga. Funga anasema fa innahu li, hii saumu, hii funga ni yangu mimi Mola wako, wa ana ajzi bih, na ni mimi mwenye kulipa hii funga. Kwa hiyo funga amejiwekea mwenyewe thawabu, wewe uliyofunga au wewe utakayefunga, malipo yako katika mikononi mwake mkononi mwake Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndiye mwenye kulipa haya malipo ya mwenye funga, ndiyo mwenye kujua ujira gani amempa mtu ambaye amefunga. Kwa hayo basi, ina maana kwamba inapaswa mimi na wewe msikilizaji na mimi mzungumzaji, tutizame adabu gani, njia gani ambayo itatengeneza funga yetu tufike mbele ya Mwenyezi Mungu ameisha kubali funga yetu. Kwa hiyo kila jambo linakuwa na adabu yake, linakuwa na namna na njia. La kwanza kabisa ni kutengeneza nia yako.
ni kutengeneza nia yako wewe atakayefunga. Utengeneze kwamba unakwenda kuyafanya mazuri, unakwenda kurejea kwa Mola wako. Ni wakati wa kurejea kwa Mola wako kwa kuyatenda yale matendo mema na kuyaachia mbali yale matendo yote ambayo ni mabaya. Si katika Ramadhani peke yake, la, bali matendo mazuri yatazidi katika mwezi wa Ramadhani. Nitayazidisha, nitafanya bidii ya kufanya taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani, ili nipate mafunzo mazuri ya kuishi baada ya Ramadhani. Kwa sababu Ramadhani ni namna ya kujitengenezea maisha baada yake. Vipi? Yani namna unavyojichukua katika Ramadhani, tabia unazo katika Ramadhani, unatakiwa uishi katika tabia hizo na mwisho wa Ramadhani. Yani uwe ni mwenye kutengeneza kama ulivyotengeneza ndani ya Ramadhani, uwe ni mwenye kutengeneza hadi utakapotokea roho yako itakapotoka uende kwa Mola wako. Yani utakwenda katika njia ambayo wewe uko safi kabisa na Mola wako, uko safi kabisa na Uislamu wako. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi tumwabudu. Ibada zake Mwenyezi Mungu ni kuyafanya yale aliyotuamrisha na kuyakataa na kuyaacha na kuyaendelea mbali yale aliyotukataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuyaweka ndani ya vitendo katika uhai wetu. Kila wakati, kila saa, kila sekondi tuko mbele ya Mwenyezi Mungu tunamwabudu. Unamwabudu Mwenyezi Mungu katika maneno yako kwa kuyazungumza maneno mazuri. Aliyefunga lazima afunge katika hali ya kuwa anajua ya kwamba haya nayo yafanya ni yake Mola wangu, namfanyia kwa ajili yake. Yani namna ya kutengeneza roho. Nafsi zetu unazitengeneza kwanza kabisa kwa kuzielekeza kwa Mola wetu, kwamba naelekea funga na kunyenyekea kwa Mola wangu. Ibada zote unazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hana mshirika. Usije ndugu yangu, dada yangu, usije ukachanganya ibada yako na riya, jambo la kujionyesha. Ndio sababu katika adabu za funga hutakiwi kuwa unaonyesha kwamba uko legerege kwa sababu ya funga. Hutakiwi kuonyesha kwamba wewe umekata nguvu kwa sababu leo umefunga. Yani kila mtu akikutizama mbele yako anaona kama vile una udhaifu fulani kwa sababu wewe umefunga. La, bali unatakiwa uwe ni imara, uwe ni mwenye nguvu, uonyeshe mpaka mtu asijue kwamba, atakaye kutizama kule asijue kwamba umefunga, kwa sababu funga ni siri baina al-abdi wa rabbih. Funga ni siri wakati katikati ya mwanadamu, ya mja mzuri na Mola wake, sio mambo ya kuonyesha. Ndiyo sababu Mwenyezi Mungu katika ile hadithi ameonyesha. Tusichukue kipindi kidogo kwa pumuzi, ndiyo turudi tena. Tunarudi tena katika kipindi chetu, tunaendelea mbele na adabu ya funga. Tulikuwa tukiyazungumza kwamba hutakiwi kuonyesha, yani mtu ambaye unakutana naye au unatembea naye anaona una udhaifu fulani, hata kuzungumza huwezi, hata jambo la kuchukua la, kwa sababu funga ni siri baina ya mwanadamu na Mola wake. Unatakiwa unyonyeshe kwamba wewe uko nguvu, imara, na mambo yote unayafanya kama kawaida, kwa sababu funga ni neema. Funga ni neema, funga ni ibada. Kwa hiyo ibada yote sio lazima uifanyie kwa kujionyesha, la, bali ni Mola wako ambaye anapaswa kujua funga lako, kwa sababu ndiye mwenye kutizama katika nyoyo za watu, ndiye mwenye kujua siri za watu ambayo hawajadhihirisha mbele ya wengine. Kwa hiyo adabu ya kwanza kabisa ni kutengeneza nia yako
kati ya mwanadamu aliyefunga na Mola wake, kuitengeneza nia kwamba anayefanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, pasipo kuwa kitu kingine, asipokuwa mshirikisha. Jambo la pili ni kutengeneza funga kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokufundisha kwamba funga inaanzia vipi, inaanza vipi, na atakayefunga atakuwa gani. Na hiyo ni kula daku. Kuanzia kabisa siku utakayefunga lazima ule daku. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na hii hadithi iko katika Sahihain Bukhari wa Muslim. Hii hadithi iko katika kitabu cha Bukhari na Muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituambia kutoka kwa Anas ibn Malik, anasema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema hivi: tasaharu fa inna fi suhuri baraka, basi kuleni daku kwa sababu ndani ya daku kuna baraka. Unaona kwa Uislamu unavyosema, yani hata kula daku wewe unafaidika, wewe mlaji unakula daku, chakula inakufaidi wewe, lakini Mwenyezi Mungu anakupa baraka kwa sababu ya kula. Kwa nini sasa? Kwa sababu hiyo chakula uliyokula umeila kwa ajili ya Mola wako. Katika kawaida hauna mwenendo wa kuamka usiku ule. Katika siku zingine hakuna namna ya kuamka usiku ule chakula, lakini kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani, anakuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba amkani usiku, kuleni daku. Kwa hiyo unakula hii daku kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndiye sababu anakuwekea baraka, anaweka baraka katika kula kwako, kwa sababu hii namna ya kula ni namna ya kumwabudu Mola wako. Wakati unamwabudu Mola wako, lazima kila ibada ipate thawabu yake, na thawabu yake wewe kula daku ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate kufunga asubuhi. Sasa adabu ya Ramadhani au adabu ya funga ya kwanza kabisa ni kula daku. Katika hadithi nyingine iko kwenye kitabu cha Nasai, imepokelewa na mwanazuoni mmoja anaitwa Muqdam bin Ma'ad. Muqdam bin Ma'ad radhiyallahu an anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, alaykum bihadha yani suhur, alaykum bihadha suhur fa innahu ghidha'un mubarakun. Nawaambia hivi, kuleni daku kwa sababu, yani jihimizeni, ambataneni na hii daku na kula daku, kwa sababu chakula hiki alichokitengeneza, chakula cha usiku unachoamkia usiku ili asubuhi ufunge. Kuleni hii daku, jihimizeni, yani jishikamaneni na hii daku, kwa sababu chakula hiki ni chenye baraka, chiko baraka ndani yake. Kwa hiyo kuitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, kuitekeleza amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapata baraka. Na ukipata baraka, hakuna kingine unachokihitaji katika uhai wako. Kila kitu kinapata uzuri wake kutokana na baraka. Kwa hiyo Uislamu ni dini ambayo ituonyesha adabu na namna ya kuishi katika hii dunia tukiwa ni watu wenye baraka. Sasa funga hii ni miongoni mwa mambo au ni miongoni mwa nyakati Mwenyezi Mungu Mola wetu ametuwekea ili tuzichukue baraka zake kwa hali ya kiasi kwamba Mwenyezi Mungu anatupa pepo yake direct, kwa sababu anataka tuwe ni wenye Waislamu
waja wake wazuri ambao wanatekeleza ibada zake vilivyo. Kwa hiyo adabu ndani ya Uislamu, ndani ya Ramadhan, ya funga ya Ramadhani, kwanza kabisa tumeiona kwamba ni kuitengeneza roho yetu, kuzitengeneza nafsi zetu, kwamba haya tunayafanya kwa ajili ya Mola wetu, sio kwa ajili kitu kingine. Adabu ya pili, tunaona kwamba lazima tuwe imara wakati umefunga. Kuwa imara, kuwa mwenye nguvu, usiwe ni mtu regelege ili kuonyesha kwa watu kwamba ujionyeshe kwamba uko watu kwamba leo umefunga. La, isipokuwa kwa yule ambaye ameletewa ukorofi, amekorofishwa na mwingine, au shaitani imemletea ukorofi na mwenzake. Ule atakayekuja na kukorofisha katika Ramadhani, funga yako ya Ramadhani, ili asikuharibia Ramadhani yako, Mtume Muhammad SAW anakuambia kwamba ukija anakukorofisha, mwambie sema inni muruu saim, hakika mimi ni mwenzako, ni mwenye kufunga. Yani hujua wakati huu ikiwa ameleta mambo ya kukorofisha. Kama hakuna kukorofisha, uko salama, usije ukajionyesha kwamba umefunga, kwa sababu funga yako yuko ni siri wakati wako na Mola wako. Kwa hiyo kila mtu kwamba ajue kwamba umefunga, la, Mola wako ndiye apaswa ajue kwamba wewe umefunga, hakuna mwingine anayepaswa kujua. Kwa hiyo na adabu ya 4 ni kwamba ukitaka funga asubuhi, ni vizuri sana kufanya jambo hili kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba amka usiku ule daku. Usije ukakosa baraka ndugu yangu katika kula daku. Usije ukakosa baraka za kula daku kwa kujifanya kwamba wewe sijui ni mzuri, sijui wewe unapata haya, sijui nini. La, katika ibada hakuna mtu, yani ndani ya Uislamu hakuna kuwa na haya wakati unatekeleza mambo mazuri uliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au uliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa njia nyingine au kwa mambo mengine. Hakuna haya ya kutekeleza uzuri na vizuri vya Allah subhanahu wa ta'ala ulioamrishwa na Mwenyezi Mungu. Taa yako baina yako na Mola wako hauna usipatwe haya ukitaka kutengeneza, lakini patwa haya ukitaka kuharibu. Haya nzuri ni kupata haya ukitaka kuharibu, unapata haya kwamba Mola wangu atanionaje kati nitakapokuwa ninamuasi, nitakapokuwa ninafanya mabaya, atanionaje? Kuwa na aibu ya kumuasi Mola wako, hiyo ni kweli na inapaswa katika uhai wa mwanadamu. Lakini haya ya kukataa kuyafanya mazuri anayoyapenda Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuona kwamba wewe unapatwa haya, basi hiyo haya si nzuri. Hiyo ni aibu, hiyo ni aibu kwa mwanadamu, hiyo ni aibu kwa mwanadamu. Mwanadamu atakiwa awe ni mwenye kutekeleza na kuyafanya na kuyatafuta mazuri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kula daku ni jambo kubwa sana. Nini tunafaidika katika kula daku? Tunafaidika katika daku la kwanza kabisa kwamba tunapata baraka. Anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tukila daku tunapata baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama unahitaji baraka, mwanazuoni mmoja ameyasema kwamba kama unataka kuwa vizuri duniani, jitafute na ipiganie thawabu moja ya Mola wako kwa jambo zuri ulilofanya. Na ukitaka ubaya na chuki na kuishi vibaya na kutokuwa na uhai mzuri na kuyaharibu mambo yako, basi acha kulifanya jambo au fanya kejeli au acha kufanya kijambo ambalo litakupa thawabu.
Subhanallah. Kwa hiyo thawabu ya Mwenyezi Mungu mmoja ni nzuri kuliko dunia na vilivyomo. Ukipata thawabu moja tu ya Mola wako, Allah subhanahu wa ta'ala akikwambia kwamba ukifanya hili unapata thawabu, kwa hiyo hii thawabu ipiganie kuliko kupigania dunia na vilivyomo. Thawabu moja ya Mwenyezi Mungu ni nzuri kabisa katika uhai wako kuliko Mwenyezi Mungu kukupa dunia na vilivyomo, yani ufalme, utajiri, kujulikana na nini. Hivyo vyote ni bure, havina maana kwa thawabu moja ya Mola wako. Kwa hiyo ndugu zangu, katika mwezi wa Ramadhani tunajipata mafunzo au tunapata mafunzo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ndani ya Ramadhani ndiyo tunyenyekee, tuzidi kunyenyekea kwa Mola wetu. Na kunyenyekea kwa Mola wetu ni kutekeleza na kuyafanya yale anayohitaji sisi tuyafanye kwake, na tuyafanye kwa ajili yake. Kwa hiyo la kwanza, katika kula daku unapata thawabu nyingi kutoka kwa Mola wako kwa sababu umekula daku kwa ajili yake. Jambo la pili tunalolipata tukila daku ni kwamba unapata nguvu za kufunga asubuhi. Utakapokula daku utakuwa utashinda una nguvu ya funga na kufanya mambo mengi mazuri ndani ya Ramadhani, ndani ya mchana ya Ramadhani. Ama mtu ambaye hajaweka kitu tumboni, hajala, kwa kweli anakuwa hana nguvu kwa sababu njaa itakuwa imezidi. Lakini ukila daku, si kwamba njaa hutohisi njaa. Njaa utahisi njaa, ni kweli, kwa sababu hujala mchana, lakini njaa utakayohisi haiko sawa na njaa atakayehisi mwanadamu au mwenye funga aliyefunga bila daku. Na usijukaacha daku kwa makusudi, kwa sababu anayeacha daku kwa makusudi, basi huyu atakuwa anachukiza Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu hupenda mtu anayekula daku atakayefunga asubuhi. Anamwelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na ile funga yake. Ndugu zangu, kwa haya machache namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuweke kwenye watu ambao wanafuata mazuri yale anayoyapenda na Mwenyezi Mungu, na wahusieni na kuihusia nafsi yangu kwamba tuyachukue haya mambo kwamba ni mazuri. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.